Asante sana mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu ili nikueleze na kufahamisha yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja kabla tutamatishe kanda hii. Naomba kujua mpenzi mtazamaji, unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi? Ukiwa katika taifa letu la Kenya, naomba tu ukaweze kunifahamisha kwa kuniandikia katika sehemu ya maoni unatazama kutoka kaunti ipi. Ukiwa mataifa mengine tunashukuru pia, tunaomba ukaweze kutufahamisha unatazama hii kanda kutoka taifa lipi, ili kujua watazamaji wetu wanatutazama ama wanatufuatilia wakiwa maeneo gani. Asante, karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Jeshi humu nchini kupitia mkuu wa majeshi imeweza kunguruma kuhusiana na nyimbo ambazo zinaendelea kuchacha katika sehemu mbalimbali za kusema ya kwamba Ruto must go. Kabla niendelee kwa undani, kwa sababu kuna kanda ya mkuu wa majeshi ambaye amezungumza, kisha baadaye nikiweka nitakuwa na changanua moja kwa moja. Lakini naomba tu nichukue sekunde zako 2-3 kukuomba tu ukaweze kutupea a like katika kanda hii, ukipenda a thumbs up, na ikiwa wewe ni mgeni ama unatazama kwa mara ya kwanza, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2-3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi wale ambao bado hawajapata hii link. Karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Mkuu wa majeshi humu nchini Charles Kahariri ameweza kuzungumzia mambo ya nyimbo za kuimbwa hapa na pale Ruto must go. Tumsikize kisha baadaye nikirudi na kuwa na changanua moja kwa moja. We can't have anarchy in the country first and foremost. So even as people exercise their rights, it should be within limits and within bounds, such that we cannot allow us to exercise our rights to the extent of tearing apart the country. The military, one of the core values is that we are apolitical. We don't support any political side. We defend the constitution and the government of the day, duly elected by the people. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go, that must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Sauti hiyo ni ya mkuu wa majeshi humu nchini Charles Kahariri. Amesema ya kwamba kuna vile watu wamekuwa wakiimba Ruto must go. Nikukumbushe kidogo kabla nichanganue. Siku ya Jumapili iliyopita, wakati tulikuwa na mechi kati ya timu ya Harambee Stars ya Kenya na Gabon katika uwanja wa Nyayo, watu walikuwa wanasema Ruto must go. Tusikize kwanza. Kenya hiyo. Hiyo ni zaile tumefunga bao. Hizi ndizo nyimbo ambazo Kahariri anazungumzia. Amesema ya kwamba hakuna vile tutakuwa na nchi pasipokuwa na serikali, mambo ya anarchy. Sharti tufuatilie na kutii sheria ya Kenya. Hakuna vile watu wataimba somebody must go na nyinyi wenyewe ndiye mliweza kumchagua huyu ambaye mnamuimba. Lazima tuheshimu katiba. Ikiwa tumechoshwa, kuna vile huyo anaweza kungolewa kupitia katiba. Now, I want to put this into perspective so that we can understand. Na katika katiba ambayo ilipitishwa na Wakenya mwaka 2010, rais hungolewa mamlakani kivipi? Kuna njia mbili. Njia moja imezungumziwa katika kipengele cha 144, wakati rais mwenye yuko mamlakani ameshindwa
kufuatilia majukumu yake. Na unaposoma katika katiba hiyo hiyo kipengele cha 145 kumuondoa mamlakani rais kupitia impeachment, vile tulishuhudia Rigathi Gachagua, kwa sababu mswada utafikishwa katika bunge la kitaifa baada ya kutiwa sahihi na zaidi ya wabunge 117. Ukifikishwa kule utakuwa unajadiliwa. Ikiwa utapitishwa, spika wa bunge la kitaifa atawasilisha mswada huo kwa spika wa seneti, ambaye ataunda kamati ya watu 11 ambao wanaenda kuchunguza madai hayo. Ikiwa wataamua kumuondoa, hivyo ndivyo katiba inasema. Pasipofuatilia katiba hii, hata muimbe somebody must go ni kazi bure, kwa sababu hiyo sio suluhu halisi. Na katiba hiyo hiyo inasema ya kwamba uchaguzi unafanyika, uchaguzi mkuu, baada ya kila miaka 5. Kwa hivyo ikiwa viongozi wale ambao wako mamlakani wameweza kuchosha wapiga kura, lazima wapiga kura wasubiri kwa miaka 5 ili kuchukua hasira yao kupitia kupiga kura baada ya uchaguzi kuandaliwa. Lakini kwa kusema ukweli, as of now, rais is protected by the state, by the constitution which was promulgated in the year 2010. Now we have to give him respect. Ndio maana mkuu wa majeshi ya ulinzi Charles Kahoriri anazungumzia swala hili ili watu kuelewa ni kipi ambacho kinastahili kufanyika na nyimbo hizi kufikishwa mwisho. Na kuna wakati kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga aliweza kusema ya kwamba yeye aliamua kushirikiana na Rais William Ruto kwa sababu kulikuwa na njama ama nia mbaya katika uongozi uliopo kwa sasa. Akasema mambo ya kusema Ruto must go, aende wapi? Tumsikize wakati huo Raila Odinga. Unasema Ruto aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende aweke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale. Baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine. Hakuna haja. Tunasema nitafika, lakini Wakenya wako na shida, mpaka ya shida yatatuliwe sasa. Sauti hiyo ni ya Raila Odinga. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, mmekuwa ukitazama, naomba tu ukaweze kutupea a like. Na ikiwa hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Nasema asante, nashukuru, tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Kwaheri.